kuiga maisha ya mtu mwingine au kuona mtu mwingine amefanikiwa na kutamani kuwa kama yeye ni jambo ambalo ni hasara na ni mbaya sana. Ulia hapo, usikubali kuona maisha ya mwingine na ukayatamani, au ukaona hali ya mwingine ilivyo na ukatamani kuwa kama yeye. Huwezi jua yeye huwa anafanya nini ili aweze akafikia mahali alipofikia. Usitamani mafanikio ya mtu, usitamani hali ya mtu yoyote. Huwezi jua anafanya nini ili apate kitu hicho. Kuna wengine wanauza mili, mmeona kwa mitandao, wengine wanauza mili yao kuweza kujikimu, ndio maana unaona ana maisha mazuri. Kwa hivyo unapotamani maisha yake ni kuwa unatamani ufanye venye yeye anafanya. Nikupe historia ya mimi mwenyewe. Mimi wakati nilipomaliza shule kidato cha 4, nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa na maisha mazuri zaidi. Alikuwa na maisha mazuri sana. Alikuwa anavaa vizuri, alikuwa anaishi maisha mazuri. Mpaka inanipa kutamani, na nilikuwa natamani sana kuwa kama yeye. Kwa hivyo yeye alikuwa ananiletea na ananiambia, kijana fulani nimemkoboa pesa, kijana fulani amenikatia, nimemkubali. Na amenipatia pesa, amenifanyia hiki, amenilipia rent, ameninunulia hiki, na chochote nitakachokitaka yeye ananipatia. Kwa hivyo ikanipa morali na nikatamani na mimi niwe kama yeye. Nilitamani sana. Nilitamani kuwa kama yeye sana, na nikaweza kufanya vitu vingi vichafu kwa sababu niliona maisha yake yakiwa mazuri. Na sikuwa namwambia kwamba eti nisaidie na mimi niweze, hapana. Nilikuwa namwangalia na natamani kuwa venye yeye yuko. Kwa hivyo nikawa najaribu kumchunguza yeye huwa anafanya nini mpaka watu hao, vijana hao, wanaume hao wanamfanyia anachokitaka. Kwa hivyo nikagundua kwamba huwa anaenda kwa mganga, anapatiwa dawa. Sasa hiyo dawa sijui anaifanyia nini. So mimi nikawa nimeeka kwa akili yangu, nikasema pia mimi nitatafuta mtu anipe dawa pia na mimi niweze kufanya kama yeye, na niweze kufanikiwa vile yeye amefanikiwa. Mpendwa, kutamani maisha ya mtu kuna hasara kubwa sana. Mimi ni neema tu ya Mungu iliniweza kunibeba na kunifanya sikuweza kufikia kwenye kitendo hicho. Maana nilikuwa karibu zaidi kufikia kwenda kuchukua dawa. Kwa sababu walikuwa wanasema unachukua dawa kwa Wamasai, unapewa dawa kama unataka dawa sijui ya mapenzi, dawa sijui ya nini. Na ilifikia hatua mpaka natamani nifanye at least kama hao wanaume ndo wanaweza kunipatia pesa, basi wanipe niwe na maisha mazuri. My dear, hakuna faida yoyote unaweza kupata kwa mwanaume isipokuwa tu ni hasara na majuto yasiyokuwa na mwisho. Majuto mabaya zaidi. Ni heri ukaridhika na kidogo ulicho nacho. Ni heri ukaridhika na maisha ulio nayo kuliko kutamani kuishi maisha kama ya mwingine. Kitu hicho kina hasara kubwa sana. Akilinipelekea mimi nilikuwa tu niharibu maisha yangu zaidi kuliko vile nilikuwa nimeharibu. Lakini ashukuriwe Mungu kwa neema hii ambayo alinisaidia. Na mimi nimekuja kukuambia ya kwamba usitamani kuishi maisha kama ya mwingine. Huwezi jua yeye anapitia nini. Huwezi jua yeye anafanya nini. Yeye anapitia hali ngumu, yeye anapitia maisha magumu, lakini wewe unamuona kwamba ana raha. Manake hapa nje anakuonesha uko sawa, hapa nje anakuchekea, hapa nje ana furaha, lakini ndani anaumia, ndani anapitia changamoto, ndani anapitia maovu. Kuna wengine unaona wanafanya hata masturbation online, wanajiuza. Kuna hii inaitwa nini? Hii hapo ambao. Kwa hivyo usifanye kitu chochote
muige mwenzako. Binti, kijana, unaweza ukajifanyia kazi ya mikono yako, na sio tu binti, hata wewe mama ulio hapa, uende ikawa ulipata mtoto nje ya ndoa, uliolewa kabla na ukaachana na mako. Usikubali kujikatia tamaa, usikubali kuishi maisha kama ya mwingine. Unaweza sema huyu single mother hana bwana, lakini angalia maisha yake, lakini haujui anafanyaga nini ili akawa na maisha ambayo yeye yako nayo sahihi. Wenda ikawa anafanya vitu ambavyo ni vichafu na wewe mwenyewe ukatamani. Kwa hivyo wakati utatamani kuwa kama yeye, lazima utatamani kujua huwa anafanya nini. Na ukitamani kujua huwa anafanya nini, lazima utajua. Na ukishajua utatamani kukifanya ili na wewe ufanikiwe venye yeye amefanikiwa. Lakini wacha nikwambie, hautafanikiwa kama yeye alivyofanikiwa. Kwa sababu gani? Umemuiga. Na ukishaiga utapata faida, utapata hasara na majuto ya milele, majuto ambayo hayataisha maishani mwako. Ni vizuri kuishi maisha yako mwenyewe, ni vizuri kuishi maisha yako na utengeneze maisha yako na Kristo. Mimi maisha ambayo ninaweza kuambia mtu ni bora zaidi ni maisha ya kukaa na Kristo. Maisha ya kukaa na Kristo ni bora zaidi, na ni maisha ambayo yana raha, na ni maisha ambayo hayana majuto kabisa. Ni maisha ambayo unaweza kufurahikia na unaweza kuishi kwa furaha na kwa amani nyingi zaidi. Lakini maisha ambayo umejichagulia wewe, yaangalie, je, yana faida au je, yana majuto? Angalia maisha yako ya baadaye. Je, umefikia kwenye hatima yako ama umeharibu maisha yako kwa kuangalia maisha ya mwingine? Usikubali kuiga maisha ya mtu mwingine. Hayo maisha yana hasara sana. Utajikuta unafanya vitu ambavyo haukuwa umekusudia maishani mwako kuvifanya. Kama mimi sikuwa nimekusudia kuja kufanya zina, lakini nilijipata kwenye zina kwa sababu ya kuangalia maisha ya rafiki, kuangalia maisha ya mtu ambaye yeye niliona amefanikiwa, kumbe anapitia changamoto nyingi ambazo mimi mwenyewe hata nikazipewa siziwezi. Kwa hivyo changamoto yeye anazozipitia zilinipelekea mimi kuacha kufanya anachokifanya na maisha yangu yakabadilika. Na mahali nimefika ni kwa neema ya Mungu tu. Hata yeye mwenyewe anatamani kufika hapa lakini ameshindwa. Lakini mimi nilikuwa natamani maisha yake. Kumbe Mungu alikuwa ameniandalia maisha mazuri zaidi ambayo ningeharibu kwa ujinga wangu na upumbavu wangu. Kwa sababu saa hii ningekuwa kwenye ndoa ambayo ndoa hiyo ingeniletea majuto ya baadaye. Kwa ndoa hiyo hakuna mtu alikuwa ananipenda, familia hawakunipenda, mwanaume mwenyewe alikuwa ni mwanaume mwenye kuhanya. Hakuna ndoa pale. Lakini ashukuriwe Mungu kwa neema na kwa upendeleo wake wa ajabu. Aliyenipendelea mimi na ninajua kwamba anaweza kukupendelea wewe. Ni wewe tu ufanye uamuzi ulio sahihi. Ukiamua leo kwamba mimi sitaki maisha ya kuiga au maisha ya kuangalia mtu fulani, maendeleo ya mtu fulani, nataka niamue mwenyewe, inawezekana. Ukiamua kufanya uamuzi ulio sahihi na kufanya kitu kilicho sahihi, kinaweza kikakusaidia sana na kikasaidia pamoja na kizazi chako. Inawezekana. Kama mimi niliweza, hata wewe unaweza. Usikubali kuharibu maisha yako. Usikubali kufanya kitu ambacho umekiona mwenzako anakifanya na ukatamani kukifanya. Kiwe kiovu usikifanye. Lakini kikiwa kichema, kifanye ukiwa unajua kwamba unakifanya kwa ajili ya nani. Unakifanya kwa ajili ya Kristo au unakifanya kwa ajili ya faida zako mwenyewe au unakifanya kwa ajili gani? Ni wewe mwenyewe ufanye uamuzi ulio sahihi. Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe unayeanza maisha mapya na ndani ya Kristo. Mimi nikutie moyo nikwambia kwamba inawezekana. Fanya uamuzi ulio sahihi. Usikubali kudanganyika, usikubali kufanya uamuzi wa kipumbavu utakaoleta hasara au majuto kwa maisha yako. Inawezekana. Kama mimi nimeweza, hata wewe unaweza. Share na wenzako, share na rafiki, share na wewe ni mzazi unayetazama, share na mtoto wako, share na binti yako, share na kijana wako. Mwambie hebu asikize binti huyu anaongea nini. Wenda ikawa neno moja likamfanya akabadilisha maisha yake. Usikubali kurudi nyuma, usikubali kufanya mambo ya kipumbavu yatakayoleta majuto maishani mwako. Ni mimi nimeweza, hata wewe unaweza. Shalom.